Mheshimiwa Dr. Mwenye Talib Haji, Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar, waheshimiwa mawaziri nyote mliopo hapa na naibu mawaziri, Sheikh Hassan Othman Ngwali, Kadhi Mkuu wa Zanzibar, natambua na uwepo wa naibu mufti pamoja na viongozi wengine wa dini, viongozi na watendaji mbalimbali wa serikali mliopo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, Mheshimiwa mstahiki meya wa jiji la Zanzibar, Mhandisi Zena Ahmed Said, katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu mliopo, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Nami naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika shughuli hii muhimu sana ya utiaji wa saini wa mikataba mitatu ya miradi mitatu mikubwa hapa Zanzibar. Na pili, nichukue fursa hii nikushukuruni nyote ambao mmeacha majukumu yenu mbalimbali kuja kushirikiana na sisi katika hatua hii kubwa ya kimaendeleo. Tunasema asanteni sana. Sasa mengi yameshasemwa na waliotoa taarifa za kitaalamu. Nadhani sote tumeyaelewa vizuri miradi hii inataka kufanya kitu gani na utaratibu gani umetumika. Mimi nataka niseme mambo matatu tu. La kwanza, nafurahi kwamba kabla hatujahitimisha rasmi kipindi chetu cha kwanza cha uongozi, tumeweza kupata fedha za kutatua matatizo matatu makubwa katika nchi yetu. Ardhi hakuna asiyejua. Kwa kipindi kirefu migogoro mingi, na hata ukichukua takwimu za sema na rais na tafiti nyingine zilizofanyika, ni eneo gani lina changamoto nyingi, utaambiwa ni ardhi. Kwa hivyo leo tuko hapa kushuhudia utiaji wa saini wa mpango huu wa mradi unaoitwa Laris, wenye madhumuni ya kufanya mambo yafuatayo. Kwanza, utatengeneza mpango mkuu wa matumizi ya ardhi katika nchi. Pili, utafanya utambuzi wa ardhi. Tatu, utafanya upimaji wa ardhi. Nne, utafanya usajili wa ardhi. Na tano, utatoa hati miliki za ardhi. Tukiupata mpango huu, kwa kweli matatizo mengi katika eneo hili la ardhi tutaondokana nayo. Na kama alivyosema ndugu yetu Majid Nsekela pale, kwamba vile vile tutawawezesha watu, maana mtu akipata hati miliki unakuwa umemwezesha ili afanye mambo ya kimaendeleo. Kwa hivyo mimi nimefurahi kwamba leo tukiwa tumebakisha siku chache tukumaliza awamu ya kwanza hii ya uongozi, kwamba angalau hili nalo sasa litaanza kutekelezwa, kwa sababu fedha tayari zimeshapatikana na wahusika wako tayari kuanza utekelezaji. Nashukuru sana. Moto ya pili kubwa ni maji katika nchi yetu. Nafurahi kwamba leo tumeingia mkataba huu wa kupata euro milioni 56 kwa ajili ya maji kwa eneo la Kusini Unguja. Niliahidi kwamba tutapambana na changamoto ya maji. Nadhani mwananchi yoyote ukimuuliza changamoto namba moja katika maisha yake atakwambia kwanza maji, mengine aje baadaye, lakini kwanza tupate maji. Na mimi nikasema tutapambana kuhakikisha maji yanapatikana. Kuna miradi mikubwa tumeifanya kwa mkoa wa Mjini ambayo ya Exim Bank of India, lakini kuna mradi ambao unaendelea sasa hivi kaskazini ambao fedha zake zinatokana na mkopo kupitia kampuni ya Oman NEC. Sasa kwa upande wa kusini
tunaingia mkataba huu ambao kama tulivyoelezwa hapa, eneo la kusini lote karibu lina changamoto ya maji, kuanzia huko Bwejuu kulikosemwa, lakini si Bwejuu peke yake, Marumbi, Pongwe, mpaka ufike Paje, Jambiani, Kitogani, Makunduchi, Kizimkazi, kote kuna matatizo ya maji. Kwa hiyo kwa fedha hizi na mpango huu wa schemes hizi, tutahakikisha kwamba kwa sehemu kubwa tunamaliza changamoto ya maji kwa mkoa wa Kusini Unguja. Lakini changamoto ya tatu ni hii ambayo inaathiri watu wengi, lakini mara nyingi imekuwa ni tatizo kubwa, kwa sababu saratani, ukiacha kwamba ni maradhi thakili sana, akipata mtu si kwamba anasafa kwenye upande wa afya tu, unapata matatizo kwenye upande wa uchumi vile vile, kwa sababu ni maradhi ambayo tiba yake ni ghali sana, na mara nyingi na kulazimu kusafiri. Kwa hiyo utakwenda Dar es Salaam, utakwenda nje, utakwenda huku. Kwa hiyo mara nyingi watu wakipata maradhi haya, yani maisha yao yanaathirika mno. Tumeona wakati sasa umefika tulete kituo cha aina yake hapa Zanzibar kinachotoa tiba ya saratani. Kwa hivyo napenda nishukuru kwamba leo hizi changamoto tatu kubwa, kabla tu hatujamaliza, maana hizi zilikuwa ziko kwenye akili yangu, mara zote tunasema hizi tutapambana nazo vipi. Namshukuru Mungu kwamba leo kabla hatujamaliza awamu hii fedha zimeshapatikana, tunaenda kutekeleza miradi hii mitatu mikubwa. Hili la kwanza la changamoto. Lakini la pili, nichukue fursa hii kuelezea furaha yangu ya kwamba sasa hivi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuja na mpango wa kupata fedha mbadala ambao kwa miaka karibu yote haukuwepo. Hii peke yake ni mafanikio makubwa sana. Leo tunatia mikataba mitatu hapa yenye thamani ya zaidi ya euro. Ile miwili ya kwanza inayotolewa kwa euro ni milioni 100, na huu mwingine wa Cancer Center hii ni dola milioni 32. Kwa hiyo tunazungumzia karibu dola milioni 150 kwa pamoja, ambayo tungesema tutoe kwenye bajeti yetu ingetuchukua muda kutekeleza hii miradi. Lakini tumekuja na wazo la jinsi gani ya kupata fedha. Fedha zimeanza kuja, na kwa maana hiyo sasa hivi tunaweza kulipa bila tatizo lolote. Kwa hiyo tutaendelea na utaratibu huu ili tufanye miradi yetu ya maendeleo kwa haraka zaidi. Napenda kusema hapa kwamba mradi wa Laris kwa mfano, fedha zinatoka Ufaransa kupitia CRDB. Mradi wa water supply ya maji, fedha zinatoka Denmark kupitia CRDB. Huyo anakopesheka. Serikali ya Zanzibar sasa hivi inakopesheka. Niwashukuru ndugu zetu waliotunga mkono kuwa na sisi katika safari yetu hii. Niwaambie, nilisikia mjamaa mmoja anazungumza huko, mtanisamehe kidogo, wacha tueleze tu ukweli wa mambo ulivyo. Anasema mnakopa sana mpaka kiyama tutakuwa tunadaiwa. Mimi namwambia hivi, tumeweka utaratibu, na hili nalisema ili watu waelewe. Tumeweka utaratibu